الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Risalatul Jamia, tumefika katika faslu ya sala, mahali ambapo kwamba kunasema wayambaghi, na yatakana an yatia, alete huyo mwenye kuswali bisunani jami'iha, kwa sunna zote, wa hiya kathiratun jidda, nazo sunna na nyingi. Itakana sunna zote ambazo kwamba wamezisoma ndani ya sala uzilete. Leo utasikia mtu yuacha kitu kimwambia mbona ukifanya, kwamba ni sunna tu. Kwa kuwa sunna ni kitu ambacho kwamba si lazima, basi tumekuwa ni wenye kidharau. Lakini sunna ni kitu muhimu, sababu ndicho kitu kitakachokamilisha faradhi yako. Kwa hiyo unapoidharau sunna, umedharau mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo faradhi unayofanya alokufundisha ni Mtume. Kwa hiyo unapofanya faradhi, fanya bidii ndugu yangu Muislamu, na sunna utekeleze, ili zile sunna ziweze kukamilisha faradhi. Wayambaghi, natakana vile vile al-i'tina'u bil ikhlas, kujitolea, kujipotolea kwa ikhlas. Huwa unapofanya ibada ufanye ukiwa na ikhlasi. Wa huwa, nayo ikhlasi, al-amalu lillahi wahdahu, ni kufanya amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Usiswali kwa ajili lazima uswali, usiposwali hautokula. Usiswali kwa kuwa lau kwenda kuswali watoto kusema mtaani. Usiswali kwa kuwa wazazi wako wameshika swala, kwa hiyo ukiata swala utatukanisha wazazi. Swali kwa ajili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha, na unatekeleza kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Wayambaghi, na vile vile takana alhudhuru, kuhudhuria, ametakana hudhuri. Wa huwa, na ya'lama, ni ajue bima yakulu wa yaf'alu, kwa anachokitenda na anachokifanya, anachokisema. Hudhuri ni uwe moyo wako, akili yako, mawazo yako yako ndani ya swala. Ujue mimi niko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo akili yako na mawazo yako yote yako pale katika ibada ambayo kwamba unaifanya. Hapo ndio utakuwa umekuwa na hudhuri. Lakini uko ndani ya sala, lakini mawazo yako dukani, mawazo yako uwandani, mawazo yako barabarani, itakuwa haijapatikana hudhuri. Wal khushu'i, na vile vile ipatikane khushu'i. Wa huwa nao sukunul a'dha'u, ni kutulia viungo. Na viungo havitotulia isipokuwa baada ya moyo kutulia. Unapomwona mtu anaswali mara anajikuna, mara anajifunga huku, mara anajigusa huku, ujue moyo wake pia hauko ndani ya swala. Lau moyo utatulia, basi na viungo vako navyo vitatulia. Wa hudhuril qalbi, na kuhudhuria kwa moyo. Iwe viungo vitulie na moyo wako uko hadhir katika ile swala unaoswali. Tadabburul qiraati, na kuzingatia kisomo, utafahamuha, na ukifahamu. Kama imamu ndio yasoma, basi usikilize zile aya zinavyosomwa kwa sauti nzuri, kwa maana, kwa tafsiri, wa hukumu ya moyoni mwako unapitisha tafsiri na mawazo wa zile aya. Kama ni adhabu, jilinde na adhabu. Kama ni rahma, uombe rahma. Watafahamuha, na kuifahamu kile kisomo. Fa inma, hakika si lingine, yatakabbalu Allahu min as-salati, yakubali ama yatakabali Mwenyezi Mungu kutokana na sala, biqadri al-hudhuri, kwa kiasi cha moyo wako kuhudhuria ndani. Wayahrumu riya'u, na ni haramu kufanya ria fi salati, katika sala, wa ghairiha, na amali nyingine yoyote isiyokuwa sala. Wa huwa, nayo ria, al-a'malu li ajli an-nas, ni kufanya amali kwa ajili ya watu. Unaswali kwa ajili ya babako, unaswali kwa ajili ya familia, unaswali kwa ajili ya madrasa, unaswali kwa ajili ya kazi, unaswali kwa ajili ya kadha kadha kadha. Hiyo ndio ria. Wa yubtilu salata, na inabatilika sala ama inabatilisha swala al-kalamu amdan, kuzungumza za kusudi, walau biharfaini, hata kama ni harufu mbili tu, au harfun mufhimin, ama harufu yenye kufahamisha. Ukazungumza ndani ya swala hata harufu moja, harufu yenye maana, kama fi'lu amri za lafiful mafruqi. Kuna af'ali zinaitwa lafiful mafruqi, ambapo kwamba mwanzo wake ni harfu illa na mwisho wake ni harfu illa katika thulathi. Mfano wa'a, waqa, wau, wa'a, mwisho kuna ye imevuta, ama kuna harfu maddi wa'a. Kwa hiyo ni fi'li inaitwa lafiful mafruqi, mwanzo ni illa na mwisho ni illa. Fi'li kama hizi amri zake kwa ni harfu moja pekee yake. Mfano i, qi. Kwa hiyo ukisema i, qi, i yani pulika, qi jikinge, tayari itahesabiwa ushazungumza, ikiwa ni kusudi. Wanasian, na kusahau, inkathura, maneno yakiwa mengi, umezungumza sana kwa kusahau, kuja story, au umezungumza maneno mawili matatu ndani ya swala
kwa kusahau, swala yako tayari imebatilika, sababu wewe hauko ndani ya swala. Wa yubtiluha al-amalu al-kathiru, na vile vile inabatilisha swala matendo mengi, ka salati khatwat, kama khatwat tatu. Wal aklu, na vile vile kula, wa shurb. Salatu khatwatin, khatwa tatu. Khatwa tatu ni hata kujikuna, ukipeleka moja mbili, ukiregesha ni mbili, ukipeleka tatu tayari swala imebatilika. Na makosa makubwa watu wana ile kwenda na kurudi ndio moja, na ile kwenda peke yake ni moja. Kama unatembea ukiinua hatua ya kwanza, mguu wa kwanza inahesabika ni hatua moja, ya pili ni hatua mbili. Sasa utakuta mtu anainua kwanza na ya pili, tena ya tatu na ya nne na hesabu ni mbili, pamoja na kushafika 4. Kwa hiyo unapoinua hatua moja, ukiinua mguu wa pili tayari ni hatua mbili, ufao usimame ikatike hatua, kisha ndio uende mpaka umalize pale ambapo unataka kufika. Na haina haja uwe utaswali utafunga swala mahali ambapo ni mbali na safu. Fika kwenye safu, ukipata lipa, ukipata ni sawa, ukikosa utailipa, kuliko utafunga swala kisha uwe na mashughuli ya kutembea kusikilia katika line. Wal aklu, na kula, wa shurbu, na kunwa, wa inkishafu al-awrati, na kufungukwa na tupu, illa tustar halat, ikatostiriwa hapo hapo. Nguo imekuanguka, ukifinika ni upepo umekuja umerusha nguo karegesha pale pale, haina shida. Lakini hata hukuwa na habari mpaka mtu akwambie shekhe wewe uko swali tupu, kumbe nguo imeanguka, hapo swala yako ishabatilika. Wuqu'u najasati, na kuangukiwa na najisi, illa tulqa halan, ikitutupwa kwa haraka, min ghairi hamlin, pasina kuibeba. Umeswali umeangukiwa na najisi hapo kama ni kavu, ukaitupa tu hapo hapo ukaisukuma, swala yako itakuwa iko sawa. Lakini ukaibeba ndio kairusha, swala yako imebatilika. Haukujua mpaka ukaambiwa ama mpaka kumbe mimi na najisi, tayari swala imebatilika. Lakini umeiona pale inapoanguka na ni kavu, sababu ikiwa ni maji maji alama, na mkono wako kidara pia atakuatia najisi, kwa hiyo itakuwa swala yako hapo imebatilika. Najisi hapo kwamba inaruhusiwa itupe hapo hapo ni najisi hapo kwamba ni kavu. Wa yubtiluha, na inabatilisha swala sabqul imami, kumtangulia imamu, bi ruknaini fi'liyaini, kwa nguzo mbili za vitendo, au wakadha takhallufu bihima, na vile vile ukaa nyuma kwa nguzo mbili za vitendo, bighairi udhrin, pasina ya udhuru. Wala tasihhu salatu, wala haisihi sala, khalfa kafirin, nyuma ya kafiri, wa mraatin, na mwanamke, wa khuntha, na khuntha. Kwa mwanamume hufai kumfuata mwanamke wala hufai kumfuata khuntha, na ikiwa ni mwanamke hafai kumfuata khuntha, na khuntha hafai kumfuata khuntha mwenzake. Inshallah mpaka hapa tunaomba Mwenyezi Mungu jalla alladhina istami'una alqawla fattabi'una ahsanahu. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi.